tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2026, kwa masikitiko makubwa tulipokea taarifa ya ajali iliyohusisha magari mawili ya abiria, yani mabasi, moja likitokea Mwanza na lingine kwenda Dar es Salaam na lingine likitokea Dar es Salaam kwenda Mwanza, ambayo yaligongana eneo la Bahi, kijiji cha Ibiwa, na kusababisha vifo vya baadhi ya abiria. Na mpaka sasa tunapoongea, majeruhi ambao walipokelewa kwa ujumla walikuwa 66, lakini watu ambao wamefariki pale pale walikuwa ni 7 na mmoja baadaye, jumla wamekuwa 8. Kati yao 5 ni wanaume na 3 ni wanawake. Lakini kati ya hawa majeruhi ambao wamepokelewa 9 ndio bado hali zao si nzuri sana, na hao wengine 57 angalau hali zao zinaridhisha, wanaendelea na matibabu. Lakini wengi wao wamekimbizwa katika hospitali 3 hivi. Hospitali ya rufaa ya mkoa ambako tuko hapa wamepokea wengi zaidi, lakini hospitali yetu ya Makole ya wilaya nao wamepokea baadhi ya majeruhi, lakini pia hospitali ya wilaya ya Bahi nao walipokea majeruhi wengine na baadhi ambao wamefariki. Kipekee kabisa nitoe shukrani na kwa kazi nzuri ambayo imefanywa na wataalamu wetu. Hapa tunaye zimamoto ambao kama tunajua kazi yao ni uokoaji, ni watu wa kwanza kukimbia wao, na polisi katika eneo la tukio ambao walifanya kazi nzuri ya uokozi wakishirikiana na wananchi wa eneo lile ambao pia wajitokeza kwa wingi kutoa ushirikiano wa kuokoa wale ambao walikuwa kwenye basi na ambao wengine wameendelea vizuri. Tunawashukuru sana, lakini nishukuru kipekee madaktari kiongozwa na hospitali ya rufaa Makole na hao Bahi, pia kwa wepesi wao wa kufanya uratibu wa haraka wa kuwapokea majeruhi na kuendelea kuwapa matibabu. Tumetembelea baadhi ya majeruhi, tumepata shuhuda zao na jinsi ambavyo wamepokelewa, wameshafanywa wengine operation na vipimo mbalimbali, na baadhi yao kwa kweli wanaendelea vizuri. Tunawashukuru sana madaktari kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Lakini kikubwa zaidi tuendelee kutoa tahadhari. Jambo hili tumelisema, lakini tunatamani tuendelee kulisema kwa sababu bado inaonekana inaendelea kuwa ni changamoto kwa wenzetu ambao wanaendesha vyombo hivi vya moto, na hasa unapobeba abiria, basi lina abiria 40, 50 au 60. Tukiendesha ukiwa unakumbuka idadi ya watu uliowabeba na usalama wao huko mikononi mwetu, lazima tutaendesha kwa nidhamu. Kwa hiyo niendelee kutoa wito madereva wote wanaoendesha magari, wakiwemo hasa hao abiria pamoja na wengine wote, tujitahidi kuendesha kwa tahadhari. Manake wenzetu wa polisi watatoa taarifa nzuri, lakini inasemekana kuna mmoja ambaye kati ya mabasi hayo aliovertake bila kuchukua tahadhari na kusababisha ajali hiyo kutokea. Kwa hiyo tuendelee kutoa wito kwa madereva kuzingatia sheria za barabarani, lakini kutafakari wakati wote kwa umebeba watu ambao wanategemea usalama wao, unategemea na umakini wako katika uendeshaji wa gari.